الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبعفوه تغفر الذنوب والسيئات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آل بيته الطاهرين وعلى أزواجه وعلى أصحابه والتابعين. الله أكبر ما صلى المصلون وصام الصائمون، الله أكبر ما أتى الحجاج من كل فج عميق، الله أكبر ما لبس الحجيج ملابس الإحرام ولبوا وصلوا واستقاموا على الأحكام، الله أكبر ما وقف الحجيج في صعيد عرفات وتضرعوا بخالص الدعوات، الله أكبر ما رموا وحلقوا وطافوا ونحروا وتحللوا من الإحرام، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. أما بعد، عيد الأضحى si mujarrad wa furaha bali ni kituo cha imani, kituo cha imani adhim ambacho kwamba kila mwaka kinakuja upya kwa maana ya kutii na kusalim amri kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na tadhiya, kujitolea muhanga katika sabilillah, katika njia ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Siku ya Eidul Adha ni yaumin min ayyamillah, ni siku katika masiku ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waislamu wananyanyua sauti zao kwa kupiga takbira na wakitoa vichinjo vyao, na wanakumbuka msimamo wa Al-Khalil Ibrahim alayhi salam na mtoto wake Ismail alayhi salam. Ni misimamo kwamba imechorea umma njia ya muhanga, njia ya taa ya pekee kwa amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kumtii Allah Subhanahu wa Ta'ala pasi na kurudi nyuma wala kutafuta visingizio vyovyote. Amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala inatekelezwa. Ikhwani fillah, kisa cha kutaka kuchinjwa Nabii Ismail alayhi salam sio mujarrad wa kumbukumbu tu, bali ni mwongozo wa maisha. Kisa kinamwambia Muislam, Allah Subhanahu wa Ta'ala anapoamrisha hatupigi mahesabu ya kibinadamu, wala hakuna hisia za kibinadamu zinazuia kutekeleza amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Nabii Ibrahim alayhi salam alitii amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Nabii Ismail alayhi salam akasalim amri kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wakapata fidaa, ukombozi adhim, ikawa ni dhikra al-khalida, ni kumbukumbu ya milele walipokuwa wametii amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na wakasalim amri kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Nabii Musa aliposalim amri kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, anaenda msafara na mbele yake kuna bahari. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliwaletea ukombozi, bahari ikapasuka wakapita. Ikhwani fillah, Nabii Isa alayhi salam
alisalim amri kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamkomboa kutokana na maadui zake, akampandisha mbinguni. Nabii Ibrahim alayhi salam halikadhalika alisalim amri, yeye na mwanawe Ismail alayhi salam. Kwa Eidul Adha ni Eidul istislam lillah, ni kusalim amri kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Je, ikhwani fillah, sisi leo tumesalim amri kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa shar'i ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Je, twajitolea muhanga kwa ajili ya dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kama alivyojitolea Nabii Ibrahim alayhi salam na manabii wema waliotangulia? Ikhwani fillah, wakati sisi tunachinja vichinjo vyetu, Gaza nayo inachinjwa zaidi ya miaka 2 sasa. Ndugu zetu wanateremshiwa mabomu katika ardhi ya Filastini, damu zinamwaika. Ikhwani fillah, bila shaka Gaza haitaji nyama, haitaji vichinjo vyetu. Gaza inataka wanajeshi watakao kwenda kukomboa. Gaza inauliza aina aljuyush, aina silah, aina rijal. Wako wapi wanajeshi? Iko wapi silaha katika biladi za Kiislamu? Wako wapi wanaume? Ikhwani fillah, wakati sisi tunasherehekea Eid leo, kina mama katika ardhi ya Gaza wanawazika watoto wao. Sisi tunaipokea Eid kwa vichinjo, wao wanapokea na mili ya mashuhuda. Ikhwani fillah, hali hiyo inayopitia ndugu zetu Gaza haifai iwe ni tukio linalopita. Huu ni uovu ambao kwamba unadhaminiwa na dola kubwa ulimwenguni, na huku Waarabu Waislamu wakiwahadhilisha ndugu zetu wa Gaza. Ikhwani fillah, watawala katika biladi za Kiislamu leo wamekuwa ni kama vichinjo mbele ya magharibi kwa ajili ya kuhami chombo cha Kiyahudi Israeli. Watawala katika biladi za Kiislamu wanatumikia miradi ya Amerika na Uingereza, wanafuata amri za magharibi, wakizuia nusra kwa ndugu zetu wa Filastini, ardhi ya Gaza, na vile vile wakiifungiza ardhi ya Gaza. Nani aliyofunga mipaka kama si Misri, kama si Jordan? Nani aliyofungiza mukawama kama siyo biladi za Kiislamu? Nani anazuia majeshi yasitoke kwenda kunusuru kama si watawala katika biladi limuslimin? Nani ambaye kwamba anaweka mahusiano ya kawaida na Mayahudi tatbii kama si watawala katika biladi za Waislamu? Watawala katika biladi za Kiislamu wamekhini amana. Ni wajibu kwa umma kuwang'oa. Wamekuwa ni kizuizi mbele ya nusra, mbele ya kuwanusuru ndugu zetu katika ardhi ya Gaza. Ikhwani fillah, tukitumia mimbari hii tukielekeza mwito kwa wanajeshi katika biladi za Kiislamu, tuambiwa ya juyus almuslimin aina antum abna'u hadhihi al-umma, abna'ukum yuqtaluna wa nisa'ukum yughtasabna wa muqaddasatikum tudannas fa ila mata as-samt? Wallahi inna juyusha Turkiya wa Misra wa Pakistan wa Saudiya wal Urdun in taharrakat لاهتزت الأرض تحت أقدام الصهاينة. كل عذر بعد اليوم باطل. لا شرع يمنعكم، لا عقل يمنعكم، لا عذر لكم عند الله. أنتم مطالبون بالتحرك والنصرة وإسقاط الأنظمة الخائنة وإعطاء النصرة لمن يقيم الخلافة ويقود الأمة.
ujumbe wa Eid. Ikhwani fillah, tusiwe tunasherekea Eid na kusahau damu ya Gaza. Tusiwe tunachinja vichinjo na tunanyamazia ndugu zetu wanaochinjwa katika ardhi ya Palestina. Eid ya kihakika sio kuvaa nguo mpya pekee, bali ni kutubu toba ya kweli na kurudi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kuweka ahadi ya kunusuru dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo tuifanye Eid yetu ni Eid ya nusra kwa madhalim, Eid ambayo kwamba itawang'oa watawala khain katika biladi za Kiislamu. Wa ikhwani fillah, tusilie kwa ajili ya Gaza, bali tulie kwa ajili ya nafsi zetu, kwa kuwa sisi hatukutaharaka. Tulie huku tunafanya kazi, tulie na huku tukiwalingania wanajeshi katika biladi za Kiislamu wataharak, waende wakanusuru ndugu zetu katika ardhi ya Palestina. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum sa'il fastaghfiruhu ghafurur rahim wal barrul karim. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. يوم محمد صلى الله عليه وسلم. عيد yenu hii sio mujarrad wa munasaba, bali ni Eid ya msimamo, Eid ambao kwamba mtadhihirisha msimamo ya kwamba nyinyi ni wafuasi wa Nabii Ibrahim alayhi salam, mnasalim amri kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mnajitolea muhanga kwa ajili ya dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Je, sisi kweli ni wafuasi wa Nabii Ibrahim ama sisi ni wafuasi wa tawala makhain? Je, sisi tunasimamisha sheria ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ama tunasimamisha sha'air peke yake? Ikhwani fillah, tuwe katika jumla ya watu wanaosimama na mashruu adhim, mashruu al-Islam, itakaohifadhi baidat al-Islam, itakaonusuru duafa, itakaoeneza dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, al-mashruu al-adhim, al-khilafa ala minhaji an-nubuwah. Ndiyo pekee amal na ndiyo furaha ya kihakika, ndiyo Eid ya kihakika, Eid ya nusra kwa ndugu zetu wa Palestina, Gaza na Waislamu wote. Kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ainusuru Gaza na ainusuru mujahidina fi sabilillah. اللهم انصر غزة والمجاهدين في سبيلك. اللهم اجعل الشهداء لعنة على الخونة وغضبا ينفجر في وجه الحكام الظلمة. اللهم اجعل العيد فاتحة خير ويوما ترفع فيه راية رسول الله صلى الله عليه وسلم في القدس. اللهم اجمع شمل المسلمين تحت راية الخلافة واجعلنا من جنودها ودعاتها وشهدائها. عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.